jinsi gani nilivyojitoa kwa ajili ya Mungu, maneno hayo hayapo. Tunabaki tunampenda Mungu kwa maneno yetu ya mdomo, lakini vitendo vyetu halisi ndani ya mioyo yetu, Mungu akiangalia moyoni anakuta kuna matunda ya dunia. Tunda la Roho ndani yetu halimo, limenyauka. Ukiwa una tunda la Roho ndani yako, maana kumpenda Mungu hakumo ndani yako, uko peke yako tu. Bwana Yesu apewe sifa sana. Ndio maana hata tumekuwa tunatembea chini ya vifungu vya laana, tunatembea katika chini ya mwamvuli wa ukiwa. Maisha yetu yamekuwa ni magumu, ni kwa sababu njia za Mungu tumeziacha. Tunamwibia Mungu zaka, tunamwibia Mungu sadaka. Yale matendo halisi ya kumpenda Mungu ndani yetu hayapo. Ukiwa unampenda Mungu, uko tayari kwa lolote kwa ajili ya Kristo. Ukisoma katika kitabu kile cha Wafilipi sura ya 3 mstari wa 17, Mtume Paulo anawaambia Wafilipi, akasema, lakini katika mambo hayo yote naliyoyaona kuwa ni faida kwangu, lakini naliyahesabu kuwa ni hasara kwa ajili ya Kristo. Umefikia hatua hiyo kupenda Mungu kiasi hicho? Jibu ni hapana. Kama unampenda Mungu, utapenda Mungu mtumikie katika fedha, katika zaka. Mwili wako utautoa kwa ajili ya Kristo. Kutoa mwili wako ni pale unapojikana kwamba wiki hii sasa mimi hiki ni maombi, na kana naacha nyama, naacha ugali, naacha wali, naacha kitimoto, ninajikabidhi kwa Bwana kwa ajili ya kazi ya Mungu iweze kusonga mbele. Huko ndio kujitoa kwenyewe kwa mwili. Au kujitoa kwa fedha, unasema mimi Mungu wangu huyu ninayemtumikia ninampenda, basi wiki hii Mungu ya mbinguni nisaidie nifanye kazi kwa bidii ili kwamba Jumapili ijayo nitoe sadaka ndogo mbele za Bwana. Unapokuwa usiangalie matakwa ya wanadamu. Unapaswa umwangalie Mungu peke yake. Kuna wakati utafika ambao utabaki umesimama nawe na Mungu wako. Mungu anakuuliza, duniani ulifanya nini? Bwana Yesu apewe sifa. Ni wakati pekee hayupo mume wako, hayupo baba yako, wala hayupo mjomba wako. Inabaki ni wakati wa utulivu wa wewe na Mungu wako. Ukitaka kujua hali kweli, mtu yote akitaka roho, anabaki kwanza hapumui, hawezi kuongea. Daktari wanapiga moyo yako chini sana. Wanasema wakati huu mtu anaondoka, ule wakati unabaki ni wakati wa kwako mwenyewe na Mungu peke yake. Yanabaki ni mapenzi ya Mungu juu yako. Yale uliyofanya duniani ndio Mungu atakwenda kukumbusha wakati ule. Kama tukata roho, angalia ulivyokuwa duniani mambo uliyofanya. Ndio maana uko kimya, hautikisi wala upepesi, umetulia kimya. Unafanya nini pale? Ni wewe na Mungu mnahojiana. Wakati wa kuvuna umekaribia. Unapofika wakati wa Mungu, ni wakati wa Mungu na wewe. Haipaswi angalie mambo ya wanadamu. Mambo ya wanadamu ni ya kuumiza mioyo. Mambo ya wanadamu ni ya kuvunja moyo. Usiangalie hayo, angalie Mungu peke yake. Unapotoa useme hii sadaka ni ya mchungaji. Unapotoa useme hii sadaka ni ya Gibson. Unachopaswa kuangalia, angalia unayemfanya ni nani? Ni Mungu. Hata hivyo ulivyo navyo ni Bwana amekupa kwa wakati tu uwe wakili wake ni mambo ya kanisa. Hauna sababu, hauna haja ya kujivuna kwa hicho ulicho nacho. Hapana, ni wakati wa Kristo peke yake. Tuwe namna hiyo, utamwona Bwana. Hatutoishi katika mkono wa laana, hatutoishi katika hali ya ukiwa, hatutoishi katika hali ya huzuni, bali makapu yetu na magala yetu yatafurika kwa sababu tumemtanguliza Kristo katika maisha yetu. Bwana Yesu apewe sifa. Haleluya. Haleluya. Ile hali ya kusema natoa sadaka kwa ajili ya mtu fulani, ningeomba tuifute wote. Kuanzia sasa unapofanya, ujue unafanya kwa Mungu, wala haufanyi kwa mwanadamu. Hiyo ni mbegu unayoipanda ambayo utakuja kuivuna wakati mwenyewe Yesu atakaporuhusu uvune mbegu hiyo. Bwana Yesu apewe sifa sana. Bwana Yesu apewe sifa sana. Kutokana na hayo, hata mimi natamani hata kwenye vikundi vya kina mama, vikundi vya kina baba, nyie mnaweka malengo tu ya mwaka. Mnakulilia Mungu, tunaomba mwaka huu sisi wa mama tukusanye milioni 2.
wala usiseme habari ya kuwapangia viwango watu. Usiwapangie. Kila mtu mwenyewe atafakari ndani ya moyo wake, hiki anachokifanya kwa mwaka mzima kinastahili au hakistahili. Yeye mwenyewe angalie moyoni mwake. Kama ikitokea mtu akutoa zote, basi mtukuze Mungu kwa ajili ya huyo. Haipaswi tena kupangiana michango kwamba wewe toa 50, wewe toa 60. Ninaona kama tunakosea mbele za Bwana. Kila mtu angalie moyo wake mwenyewe. Ana uwezo gani wa kwenda mbele za Mungu? Bwana Yesu apewe sifa.